kwamba Gen Z ni malezi ambayo sisi ndio tumeyasababisha. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde amewaasa vijana wa mkoa wa Arusha kujenga utamaduni wa uvumilivu na kulinda amani ya nchi, akisema baadhi ya changamoto zinazojitokeza katika jamii zinachangiwa na malezi yanayowafanya watoto kukua wakitarajia kupata kila wanachokitaka kwa haraka. Silinde alitoa rai hiyo alipokuwa akizungumza na wananchi wa mkoa wa Arusha katika ufunguzi wa maonesho ya 88 kanda ya kaskazini yaliyofanyika mkoani Arusha, na kusema kwamba maonesho ya 88 ni jukwaa muhimu la kuonesha wakulima na wafugaji teknolojia za kisasa, mbegu bora, mifugo yenye tija na ubunifu ambao utawawezesha kuongeza uzalishaji na kukidhi mahitaji ya masoko ya ndani na nje ya nchi. Arusha inajengwa. Kila mahali mheshimiwa mbunge anafanya kazi yake. Mna mbunge mbunifu. Nafikiri sisi wote tunaona Makonda ni mbunifu sana. Ni mtu ambaye anajitoa kwa watu wake, asiyekubali kushindwa, kuhakikisha kile anachokihitaji kinafanikiwa. Jukumu letu kama wananchi wa eneo la Arusha ni kuendelea kumuunga mkono, afanye kazi itakayoleta tija kwa wana Arusha wote. Kwa hiyo sasa hili silizungumzi mimi nazungumza kwa manufaa ya wana Arusha wote. Na bahati nzuri Arusha hii si tunasemaga ni hub ya utalii kwa Tanzania hapa. Kila mmoja mara nyingi ukitaka kupumzika tunasema nenda Arusha. Sasa Arusha tukisema ni hub ya utalii, maana yake tunatarajia mambo mengi mazuri yapatikane katika eneo la Arusha. Mbunge wenu anajitahidi kuitransform Arusha kuelekea kwenye huo mwelekeo. Lakini la pili, na kwa umuhimu mkubwa, Arusha mnatakiwa muongoze katika kulinda amani ya nchi yetu. Hii haikwepeki. Asilimia kubwa ya watalii wanakuja kanda ya kaskazini. Sasa mnapovuruga amani ya kanda hii, manake mnavuruga biashara zenu, mnavuruga maisha yenu. Haya ni ya kwenu. Yaani kabla hatujaenda katika ngazi ya taifa, tunaanza na nyinyi wenyewe. Sasa ni matarajio yetu tunapokwenda kwenye AFCON mwaka 2027, tunatarajia mwananchi wa kawaida kuwa wa kwanza kukemea vitendo vyovyote vinavyoweza kuathiri amani ama uvunjifu wa amani katika taifa letu. Kwa hiyo ni jukumu la kila mtu. Jana nilikuwa namsikiliza mtaalamu mmoja wa saikolojia. Alikuwa anasema hivi, changamoto ya sasa ambayo taifa tunalipitia inatokana na changamoto ya malezi ambayo sisi wazazi tumesababisha. Nikataka nimsikilize kwa umakini. Ni nini? Anasema moja, wazazi wa sasa hivi kila mtoto anachokitaka lazima umpe. Na kwa sababu kila anachokitaka, mwingine akaenda fadha akasema inaanza paka katika hatua ya unyonyaji wa ziwa, breastfeeding. Yaani mama unapomnyonyesha mtoto, yaani ukisikia tu mtoto amelia umempa nyonyo. Kwa hiyo mtoto anachokomandi ni kwamba anajua chochote anachokihitaji anakipata. Hajui kwamba kwenye dunia kuna michakato. Hajui kwamba kwenye dunia kuna kukosa. Hajui uvumilivu ni nini. Ndio maana mtoto akiomba pipi ukimnyima anajibamiza chini. Ni malezi. Ndio kizazi kinachoibuka leo, kila matokeo kinataka kwambia leo tunataka barabara, leo tunataka maji, leo tunataka sijui nini. Wakati unajua hata hiyo barabara serikali ikiweka hela itajengwa sio chini ya mwaka mmoja, miaka miwili. Kizazi kisichokuwa na subira ndio matokeo, ni malezi. Kwa mwisho wa siku leo tunalaumu kwamba Gen Z ni malezi ambayo sisi ndio tumeyasababisha. Hatuwezi kukwepa hili jukumu kama taifa. Kizazi cha matokeo sasa. Dunia hiyo haipo. Kuna dunia namna hiyo hapa duniani. Lakini kwa mtu ambaye hawezi kutambua hili, anaweza kuona ni kama mzaa
lakini nawaambia, unapoharibu mji wako unaiharibu nchi, unaharibu familia yako, unaharibu kizazi na kizazi chako. Nchi yetu ya Tanzania tumekuwa sehemu ya watu ambao tunasifiwa kwa kulinda amani ya nchi yetu. Afrika nzima, kokote utakakokwenda utakwambia Tanzania ndio kimbilio. Lakini leo sisi tunataka kuwa sehemu ya watu ambao tunatafuta majibu ambayo hayawezi kupatikana. Hata akija mtu mwingine yoyote hamtayapata hayo majibu, na mnajua huo ukweli. Kwa hiyo swala la amani ni la kwetu. Tulinde amani ili tuhakikishe mambo yote ambayo serikali inayafanya, mambo yote ambayo wananchi wanahitaji tunaweza kuyafikia. Kwa hiyo hilo niliona ni vizuri nikilisema, kwa sababu serikali imekuwa ikiipa kanda ya kaskazini kipaumbele kulingana na faida yake ya kijiografia. Tunaleta miradi mikubwa mingi, lakini watalii wenyewe wanapenda kuja huku kwa sababu ya jiografia ya eneo husika. Kwa hiyo tunatarajia nyinyi ndio mwe wa kwanza kuilinda. Mkivuruga mtapoteza watalii, biashara zenu katika hoteli zitakosa watu, lakini na nyinyi wenyewe, kwa sababu kwenye uchumi tunasema kuna multiplier effect. Anapokuja mtalii, kila mmoja ananufaika katika chain ya usafiri shaji, chain ya kina mama ntilie wanapokula, chain ya mahoteli, kila mmoja mpaka mkulima wa kawaida anaathirika. Kwa hiyo tutumie fursa hii kutokea kwenye maonyesho ya Nane Nane, kila mmoja kuhakikisha kwamba swala la amani ni swala la msingi ambalo halihitaji kucompromise kwa namna yoyote. Kwa hiyo niliona ni vizuri nikalisema, ili wananchi wa kanda ya kaskazini ambao mna matukio makubwa yanayokuja kutokea hapo mbele muweze kusimama pamoja. Himizaneni kuhudhuria kwenye maonyesho, mpate elimu, mpate maarifa ambayo yatawasaidia nyinyi wakulima, wafanyabiashara pamoja na wajasiriamali wadogo wadogo. Kuna nyakati watu wao wanasema serikali haitupi elimu, training, lakini ukweli training hii hapa sasa, unataka serikali ilete fursa gani ili ujifunze? Yaani ikutoe nyumbani kwako ikupeleke kwenye kunani? Umeletewa maonyesho, jifunze. Pita kila banda, uliza maswali, ujibiwe, upate suluhisho ya kila swali lako. Chukua business card, wapi mnapatikana? Yote haya yanapatikana hapa. Serikali imetimiza wajibu wake, sasa ni wajibu wako mwananchi kuja kupata hayo maarifa. Na hilo niliona nilisisitize na nielekeze tu wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya katika maeneo yote ya kanda ya kaskazini kuhimiza hususani wale wafanyabiashara wa mnyororo wa mazao ya kilimo na mifugo wanafika katika maeneo haya.